إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ndugu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ninavyohusia nafsi yangu. Na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, kwani hawajapata waja wa Allah kuhusiana na kuhimizana katika jambo lilokuwa bora na la muhimu kama katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, wiki iliyopita tulikumbushana baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo ambayo tulikumbushana ni katika masala mazima ya kuweza kuwahusia watoto. Tukamnukuu Nabiullahi Ibrahim na kadhalika Nabiullahi Yaqub na mzee Luqman, jinsi gani kwamba waliweza kuhusia watoto wao, na tukaambizana kwamba hii ndiyo njia sahihi na ndiyo njia pekee ya kutafuta sehemu malezi bora. Ni wapi? Tukimbilie kwa watu hao. Tukiwasoma vizuri mitume wa Allah na mawalii wa Allah, tunaweza kuwa ni walezi bora. Kwa hiyo tukahimizana kwamba tuwalee watoto wetu katika malezi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Kadhalika tukakumbushana kwamba hawa watoto tuliokuwa nao ama tuliopewa watoto hawa, tunatakiwa kuwafundisha kilichokuwa bora. Mzazi, mtoto wako ni mara ngapi au ni mara ya mwisho ni lini labda ulikaa naye ukampa usia wa kumcha Allah, ulikaa naye ukampa nasaha za kuishi akiwa ni Muislamu, ulikaa naye ukampa nasaha za kuchunga mipaka na kufuata sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Au nasaha zetu tunazozitoa ni kwamba nikifa kuna mradi fulani? Nasaha zetu tunazozitoa kwa watu kwamba nikifa jirani fulani usijaribu kumsaidia wala kuongea naye? Au ulitoa nasaha gani? Hivyo tukakumbushana kwamba tuweze kutoa nasaha kwa watoto wetu wakiishi ila hali ya kuwa kwamba ni Waislamu. Ndugu zanguni, katika masala mazima ya malezi, tutambue kwamba hawa watoto tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Watoto hawa ni amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepewa watoto hawa ama tumepewa amana hii ya watoto wakiwa watoto hawa ni wasafi, ni twahara, hawana makosa, hawana dhambi, kama alivyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto anazaliwa katika umbile sahihi ya dini ya Kiislamu. Mtoto anatoka duniani amezaliwa, haijalishi huyu mtoto baba yake ni Muislamu au si Muislamu, lakini ule muda kwamba anapozaliwa mtoto yuladu ala alfitra, mtoto anazaliwa katika misingi ya Kiislamu. Sasa faabawahu, baba na mama ndio watakuwa na kazi ya kumtoa kwenye Uislamu kumpeleka sehemu ambayo kwamba wanayoitaka wao. Faabawahu yuhawidani
ima baba na mama watamuingiza mtoto huyu kwenye Uyahudi au Unasirani, au watamuingiza kwenye Unaswara au Umajisani, au watampeleka mtoto huyu kwenye kuabudu moto na kuabudu jua, kuwa ni Majusi. Baba na mama ndio watakaochagua mtoto wao awe ni mtoto wa aina gani, awe ni Muislamu awe ni nje ya Uislamu. Lakini kama mtoto akizaliwa yuladu ala alfitra. Sasa baba, unaweza ukamtoa mtoto wako kwenye Uislamu kivipi? Umemchagulia mama wa aina gani? Leo imekuwa ni fashion, baba anakwenda zake kanisani, mama anakwenda mama anakwenda msikitini, au baba anakwenda msikitini, mama anakwenda kanisani, kwamba maisha hatujali, kwamba tunaishi, tumefunga ndoa, tumeridhiana. Hawa watoto hawajui waende njia gani. Mwisho wa siku, ima baba atashindwa nguvu na mama, mtoto atakwenda msikitini, au mama atashindwa nguvu na baba, mtoto atakwenda kanisani. Tumefunga ndoa, au watu wamefunga ndoa bomani, wewe ni Muislamu 5 salawati, lakini kwa sababu umetizama maslahi yako, hukuangalia maslahi ya kizazi chako. Umetizama maslahi yako, hukuangalia maslahi ya jamii, itakuwa unakiumbisha kizazi chako. Kwa hivyo wewe baba au mama ndio uteketaka mtoto wako awe wa aina gani. Mwanangu awe Muislamu, basi wewe binti au mama wa Kiislamu utafuta mume wa Kiislamu. Mwanangu awe Muislamu, wewe baba wa Kiislamu utafuta mama safi wa Kiislamu. Lakini tukibugi ama tukipotea stepu kwenye kuoa au wanaolewa, basi tambua kwamba kizazi chetu au kizazi chako nacho hakijakaa katika sirata al-mustaqima. Ni lazima kizazi kitapinda. Tunamwomba Allah tupe ithibati katika dini yake. Ni Allah pekee atumiminie mwongozo na kutupa hofu kwa nyoyo zetu kwa ajili ya kuitumikia na kuishi ila hali ya kuwa sisi ni Waislamu. Ndugu zanguni, ikiwa amana hii tuliopewa na Allah, tulipewa ni amana ambayo ni safi, haina matatizo. Mimi na wewe ni jukumu letu kuilinda na kuhifadhi na kuichunga amana hii. Hii amana vipi mwenyewe akitaka kuja kuichukua? Je, ataikuta amana hii ipo kama alivyokukabidhi? Na kama sivyo, umeandaa majibu gani kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala? Allah amekupa amana ya mtoto ama ya watoto, hali ya kuwa amezaliwa katika fitra iliyokuwa sahihi, umbile lilokuwa sahihi, misingi iliyokuwa sahihi. Baadaye ukamchukua kwenda kumbatiza, au ukampeleka kwenye masuala kwamba sisi kazi yetu au ukoo wetu sisi haumwamini Mungu, unaabudu mizimu, unaabudu masanamu, unaabudu ng'ombe, unaabudu kitu kadhaa. Wewe unamtoa mtoto katika sehemu ambayo Allah anairidhia, unampeleka kwenye mipango yako wewe, ambapo kwamba ndio muone kwamba ndio dini kwako. Vipi mwenyewe siku anaichukua amana hiyo aliyokupa, na huwa hatuna taarifa, hatupewi taarifa. Umeruzukiwa watoto, kwani hatujai kuona mtu ana watoto 5 mpaka 10, alafu anakuambia nimezika watoto 6 nimebakiwa na 4 alhamdulillah. Mwenyewe akija kuichukua amana hiyo, je, itakuwa ipo katika misingi ambayo alikukabidhi Allah? Majibu utakuwa nayo mwenyewe Muislamu. Hivyo basi, siku moja alikuja bwana mmoja kwa Sayyidina Umar radhiallahu anhu. Alipokwenda bwana kwa Sayyidina Umar, alikwenda kushtaki kuhusu tabia za mtoto wake. Yaani bwana huyu kila kikaa na mtoto wake akimwelekeza katika mambo anayoyataka yeye baba, mtoto anakwenda tofauti na mzee wake.
Kila akielekezwa jambo mtoto anakuwa tofauti na baba yake. Akaona hapa isiwe tabu, cha kufanya ni nini? Akaenda kwa Amiri al-Mu'minin Saidna Umar bin Khattab, akaenda kumshtakia kuhusu mtoto wake. Saidna Umar alipopokea mashtaka yale bila kufanya khiana, akaomba aletwe yule mtoto, akatoa maagizo, akatoa amri haraka aletwe yule mtoto ili aje amuulize. Falamma hudhira alwalad, alipokuja yule mtoto ameshaletwa tayari pale mbele ya Saidna Umar akamuuliza tena, akaanza kumwambia maneno kwamba imekuwaje wewe unamuasi baba yako? Kwa nini humsikilizi baba yako? Kwa nini humnyenyekei baba yako? Kwa nini humtii baba yako? Na ni kwa nini kwamba kila baba yako anapokuamrisha katika mambo anayotaka unakwenda kinyume na amri za mzee wako? Kijana yule akamwambia Saidna Umar, la ta'jal alayya ya amira al-mu'minin, usinigombeshe au usinihukumu kwa kibaya kwa chochote, lakini wa inni sailuka, nina mambo nataka nikuulize kuhusu huyu baba yangu mimi. Alaysa li haqqun ala abi, mimi sina haki yoyote kwa mzazi wangu, kwa baba yangu? Kijana kashasomea mashtaka yake tayari, hamtii baba yake, hamheshimu baba yake, hamsikilizi baba yake, yani yupo kinyume kwa kila kitu na mzee wake. Kijana akamuuliza Amirul Mu'minin, je, mimi sina haki yoyote kwa baba yangu? Faqala Umar, Saidna Umar akamwambia bala, bimaana kwa nini? Una haki zote na una haki nyingi tu kwa baba yako. Faqal, kijana huyu akamuuliza Amirul Mu'minina, ma hiya ya Amirul Mu'minina, ni haki zipi ninazotakiwa mimi nizipate kwa baba yangu? Baba amekushtakia tu wewe kwamba simtii, simheshimu, simsikilizi, lakini umeniambia nina haki kwa baba. Ni zipi haki zangu mimi nataka nizipate kwa baba? Faqal, Saidna Umar akamwambia, ayuhsina ikhtiyara asmak, ayuhsina ikhtiyara ummuk, kwanza akutafutie mama aliyekuwa mzuri, aliyekuwa bora. Wa an yuallimaka alkitaba, na akufundishe Qur'ani. Na riwaya nyingine kwamba pia na akuite katika majina mazuri. Mtoto aliposikia maneno yale kwamba atafutiwe mama aliyekuwa bora, faqala alghulam, kijana yule akamwambia kiongozi wa waumini Amirul Mu'minina, ya Amiral Mu'minin, ewe kiongozi wetu, ushhidu Allah, na kuapia kwa Allah, innahu lam yaf'al shay'an min dhalika, baba yangu hakuna hata moja katika hilo ambalo mimi amenifanyia. Saidna Umar anashtuka, anapokea habari kutoka kwa mtoto. Umesema kwamba baba yangu anitafutie mama aliyekuwa bora. Baba hakunitafutia mama aliyekuwa bora. Na ni wengi vijana wa siku hizi hatutafuti mwanamke aliyekuwa mzuri, aliyekuwa mwema, kwa maana bimaana ubora wa dini yake, wa maadili yake. Una ubora unaotizama wewe peke yako tu wa nafsi yako. Una ubora wa sifa unazitaka wewe mwenyewe tu kwa nafsi yako. Lakini pale mwanzo unapotaka kuoa ni lazima utizame, naoa mke wa aina gani? Akamwambia na kuapia kwa Allah, baba yangu hakuna hata moja katika hayo ambalo kwamba kanifanyia. Kwanza, fa inna ummi ama ishtara bidirhamaini tu, mama yangu mimi alikuwa ni kijakazi tu, mtumwa fulani, alinunua kwa dirhamu 2, akamuoa baada ya kununua, kisha nikazaliwa mimi. Kingine,
walam yuallimani ayatan min alkitabi, hakuna aya hata moja kwenye Qur'ani ambayo baba yangu mimi amenifundisha. Aya moja kwenye Qur'ani. Leo sisi tuwapenda sana watoto wetu, na ndio maana hatutaki hata madrasa pia wasome. Tuwapenda sana watoto wetu, hatutaki hata waishi kwa kumjua Mwenyezi Mungu. Kijana akionekana ni Muislamu, anajitahidi kuswali, mtoto ameshafikia umri wa kubalighe, baba yake aweza akamuuliza, mwanangu una matatizo gani wewe? Wewe na swala na wewe tu, haya mambo mengine mbona unayaacha? Wapo wazazi namna hiyo. Allah tunusuna tuhifadhi usoni miongoni mwa hao ya Rabbi. Mtoto anatoa mashtaka, anasema kwamba huyu mimi mama yangu alinizalia ni mama ambaye kijia kazi ni mtumwa. Alimnunua tu, baada ya kumnunua akamuoa nikazaliwa mimi, pia hakunifundisha hata aya moja. Tukituulizana hapa tulipo sasa hivi hapa, sio huyo mtoto ambaye amekwenda kushtakiwa kwa Sayyidina Umar, hapa tulipo ndani ya Masjid ya Ihsani hapa, tukiulizana, wewe baba uliwahi kumfundisha mwanao aya yoyote ama sura yote kwenye Qur'ani ambayo aya hiyo, sura hiyo ama herufi hizo za Qur'ani anaishi nazo, amezisoma na anazisoma mpaka sasa? Tupo hapa wazazi na walezi. Lini ulikaa na mwanao kumfundisha aya tu ya Qur'ani? Toka bwana, nini madrasa bwana, kwendeni madrasa kwani. Yeye hausiki na yale mambo. Lakini itakuwa ni fahari kiasi gani mtoto swala yake kuanzia takbira mpaka assalamu alaikum wa rahmatullah, itakuwa ni fahari kiasi gani mtoto huyu ikiwa kafundishwa katika mikono ya baba yake. Swala anayoiswali mtoto iwe ameisoma kwa baba, amefundishwa takbiratul ihrami, takbira ya kufungua swala, ameingia kwenye sura Fatiha, kaingia kwenye sura katika sura za Qur'ani ama aya katika aya za Qur'ani, mpaka mwisho wa swala anatoa salamu kwamba amesoma kwenye mikono ya baba. Wallahi ni wachache sana sasa hivi wazazi. Wapo, hatusemi kwamba hawapo, wapo, lakini huenda kwenye 100 tukapata 2 ama 3. Sasa wewe ndio unayemtoa mtoto wako kwenye maadili ambayo Allah anaridhia kumpeleka sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala haziridhii. Ni lini ulikaa na mwanako, mwanangu hebu nisomee Qur'ani kidogo hapo nikusikilize? Au umetoka kazini ukaja nyumbani, watoto wakasikia fulani, naam, hebu leo umesoma angalau aya 2-3 mwanangu? Au umesoma sura gani leo? Angalau akaulizwa. Wapo, hatukatai, lakini huenda kwenye 20 tukapata mzazi mmoja. Tuko wapi na malezi haya kuwalea watoto wetu? Kijana akamwambia Saidina Umar kwamba huyu mimi hata baba yangu hajawahi kunifundisha hata aya moja kwenye Qur'ani. Amirul Mu'minin, si huyo tu aliyokuambia maneno haya, bado tupo ambao huenda watoto wetu hatuna habari ya kuwafundisha hata kitabu cha Allah. Kijana akashtaki, la mwisho akamwambia wasamani ju'ula. Kijana huyu akamwambia Sayyidina Umar, baba yangu mimi ameniita jina la ju'ula. Ju'ula ndio jina mtoto alipozaliwa huyu aitwe ju'ula. Ju'ula ni nini maana yake Kiswahili? Utaenda kutafuta, lakini ima utaita kituta au kidunda. Ju'ula, kuna mdudu kazi yake ni moja tu, kusukuma kinyesi cha mavi. Kinyesi unamkuta kwamba ametengeneza makirauni kigorori hivi, yani yeye yuko busy yani. Kampa. Haya, mtoto umemwita jina hili Ju'ula, unatarajia nini? Wasamani ju'ula, baba yangu mimi katika mambo mabaya zaidi alionifanyia kanita mimi msukuma kinyesi. Leo tuna majina mengi tunapeana sisi. Hatusemi kwamba watu ni haramu tusipeane, Tamzaa mtoto mara umuita masumbuko, atasumbuka kweli kwenye maisha mtoto huyu. Mara umuita mawazo,
Sisemi kwamba ninakebehi, la hasha wakalla, lakini kuna majina ya kuitwa. Unamuita mtu masumbuko, mawazo, matatizo. Shekhe, habibi, kama matatizo alikukuta ni wewe katika maisha yako, usije ukasema nimempata mtoto huyu wakati wa matatizo, basi naye nimuite matatizo. Hapana jamani, Uislamu hakutufundisha hivyo sisi. Usiseme kwamba wakati namzaa mtoto huyu mama yake alipata shida sana, nimuite shida. Hapana. Unampa mtoto jina, hata darasani akiitwa na wenzake wanajuka wote wanaanza kucheka. Yaani akiitwa jina, ule muda kuitwa majina, jina lake likifika watoto wanaanza kucheka. Tusiwadhalishe watoto kiasi hicho. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia majina yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah, Abdurrahman. Na majina ya mitume, kuna majina ya wacha Mungu wengi, kuna majina ya maswahaba, si upande wa wanawake wala kwa wanaume. Lakini tunawaandalia watoto maandalizi sisi yasiyokuwa mazuri. Ndugu zanguni, mtoto huyu ukimwandaa kwa kheri, basi utakwenda kupata kheri. Ni mtoto ambaye unaweza ukakaa naye ukaongea katika masuala unayoyataka. Mtoto akaja, baba amenielekeza kitu fulani, na atatia, atafanya. Kwa sababu gani? Umemlea katika misingi hiyo, na hujamfanyia dhulma toka umemzaa wewe. Umemfundisha dini. Jalia hukusoma dini, sio kachukua pointi, sasa kama mimi sikusoma kwa nini sipeke mtoto madrasa? Sababu leo kila mtu anakuwa na njia zake za kuweza kuchomoa kwamba silaumiwe. Jalia hukusoma dini, na wengi labda hatukusoma dini, basi himiza mtoto kwenda kusoma madrasa, himiza mtoto kuisoma dini, msimamie mtoto katika masomo yake ya dini. Lakini leo tunatizama upande mwingine tu, yani upande wa dini. Mtoto kama kashindikana sana mtaani, mtoto ni kibaka, kashindikana tabia chafu, ameshindikana kabisa, tunao, mpelekeni bwana akahifadhi Qur'ani. Ndio anapelekwa madrasa akahifadhi Qur'ani. Ukiisoma historia ya mtoto nyuma kwamba kashindikana anakotoka, ndio maana akaletwa madrasa kuhifadhi Qur'ani. Tusiishi namna hiyo, sio Uislamu. Ndugu zanguni, hebu tuiweke hii amana katika misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akija kuichukua amana hiyo, aikute amana hii ni safi na ni twahara. Tunamwomba Allah turuzuku kizazi kilichokuwa bora na kizazi kilichokuwa chema. Allah awaongoze watoto wetu na atuongoze sisi, na atujele wake wetu ni watu walioongoka kadhalika vile vile. Lakini tunapotaka kuoa ama kuozesha ama kuwaoza mabinti zetu, basi tuangalie ni nani wa kumuoza, ni nani wa kumuozesha. Kwa kumalizia, leo anaweza kaja mtu kuposa kwako, si ndio? Akija, cha kwanza atauliza unafanya kazi gani? Yaani baba anaweza akataka amuulize mkwe kwanza ajue kazi anayofanya. Ni haki kumuuliza, hukukatazwa. Hasa kama ni muuza madawa, labda uko mtu wa drugs na nini, umuozeshe, lengo ni kutaka kujua. Kuna wenzetu, siku moja nilibahatika kuwepo sehemu moja, alikuja bwana mmoja kuoa, kapeleka posa. Ameleta posa, baba wa binti akaipokea posa ile, hakuifungua. Kisha akamwambia, kabla sijaifungua posa hii, kuna kitu nataka nikuulize, wewe ni Muislamu? Kijana akashtuka sana, yeah, of course, a Muslim, mimi ni Muislamu. Ndio. Na sawa, hebu naomba simama pale uende ukatawadhe. Kijana, udhu na masuala ya posa vinahusiana nini? Sasa naomba ukatawadhe. Kijana na watu wake waliokwenda nao akaambia, sikiliza ulichoambiwa. Kijana anakwenda kwenye bomba anatawadha. Ule udhu ulikuwa ni kachumbari tosha. Amenawa kichwa, kanawa mguu, kaleta kaskutua, yani anachanganya ule udhu, sio vile ambavyo kwamba umepangiliwa watu wanatakiwa kutawadha. Mzee akawa anamwangalia, akamwambia, unajua kuswali vizuri?
Unajua bwana, long time ni naswali mimi zile. Akaambia okay, hebu simama usali rakaa 2 tu pale ili mimi nipokee posa yako. Huo mimi ndio mtihani wangu mimi kwako. Kijana alishindwa atakuswali rakaa 2. Ile swala nafunga, akafunga swala, kaweka mikono, ajua viveka mwenyewe, kaweka sio, anaotea baridi, anaotea jua, anafanyaje, anajua mwenyewe, tunashuhudia, tunaona. Akaambia, sikiliza kijana na watu mliokuja hapa, naomba nenda kajifundishe dini kwanza. Ukishaijua dini, njoo umuoe binti yangu. Sisi leo niambie, kuna vieti imekuja nje hapo, hujui huyu ni Muislamu wala si, huenda hata wewe si Muislamu, hutamuuliza hata dini kamwe. Tayari hujasema chochote, ile posa yenyewe ulioletewa ina milioni 2 posa tu. Niambie, utaozesha binti yako, na unakuta binti ni hafidhul Qur'an, ama ni hafidh al-Qur'an, binti kahifadhi Qur'ani, unakwenda kumtupa binti kwa maslahi yako wewe mwenyewe. Sijawahi kuiona Tanzania hii ipi. Lakini kuna wenzetu tukikaa, kuna makafiri, kuna Waislamu wapo zaidi ya sisi. Anamwambia mtu amekuja na ni mtu ana uwezo, nenda kajifundishe ibada, kajifundishe dini yako, ukishaweza njoo umuoe binti yangu. Siwezi kumtupa binti yangu kiasi hiko. Tuko wapi sina Uislamu wetu? Nimezaliwa baba Muislamu, baba kadha, lakini Uislamu wenyewe uko wapi? Lakum dinukum waliya dini. Yanapokuja maslahi, sina mpango na dini, natizama maslahi. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima sami'tumuhu. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safatul abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah as-sayyid sanad. Usikum ibadallahi wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضل كلمة الحق والدين. اللهم جئناك تائبين وفي عفوك راغبين، فاعملنا بإحسانك وتولنا بنصرك، وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.